Waefeso sura ya 5 inazungumzia relationship, mahusiano, kihusisha kanisa na Kristo. Leo hatutazungumza hasa eneo hilo, lakini anatueleza iko sababu ya kulive, ya kucleave, ya to become one. Iko sababu, na Paulo anawaandikia Waefeso anasema kwa sababu hiyo. Usipochunguza vizuri unaweza kusema kwa sababu ya ndoa. Si kwa sababu ya ndoa kwamba watu wanaacha, watu wanakuwa mwili mmoja, hapana. Lakini turudi, Yesu anaiweka very clear katika kitabu cha Mathayo sura ya 19. Kwa sababu hiyo. Mungu anatueleza nini hapa katika kitabu cha Mathayo sura ya 19? Hebu soma pamoja nami mstari wa 4 mpaka mstari wa 6. Neno la Mungu linasema akajibu akawaambiaje? Hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasemaje? Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, talazimu aache baba na mama, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Hamkusoma hapo wapi? Hamkusoma hapo wapi? Hapo mwanzo. Nasikiliza ndugu zangu wapendwa, unapotaka kupata majibu sahihi ndoa ni nini, unarudishwa mwanzo. Mungu alipoumba ndoa, na Yesu anasema ni kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba na mama, ataambatana na mkewe, tena wamekuwa sio wangapi? Wawili, bali mwili moja. Mstari wa 6. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliowaunganisha mchungaji Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Hapo ndo anatoa conclusion. Basi aliounganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Leo nako sizungumzii habari hiyo ya kutengana, iko hapo nitakapokuwa nazungumzia madhara ya mtu kuingia kwenye ndoa alafu akajifanya na kuja kuangalia huko baadaye. Na juzi ile nilieleza ya kwamba sheria ya Mungu inapokutana na ukinzani na sheria za wanadamu, nikasema piga chini za wanadamu, kwa sababu neno la Mungu linatutaka tuzipige chini zinapokolide na sheria ya Mungu. Na hii nalo lisema hapa, nalisema popote sheria yoyote ya mzazi, yoyote ya mwenzi, yoyote ya serikali inayokudai uende kinyume na sheria ya Mungu, piga chini. Sio kama mnanisikiliza vizuri. Hii mradi ina collide na sheria ya mfalme wa wafalme. Usije ukasema mniombee, pasa mniombee kuna hiki. Sio swala la kuombea, piga chini. Na wakati fulani nasikia anasema kuna wameweka mitihani siku ya Sabato. Sasa mniombee. Nikuombee mimi ili ufanyeje? Hiyo inahitaji kuombewa ama inahitaji maamuzi yako? Hivi kweli haujui ni nini kinafanyika? Kwa hiyo niombee nini? Wabatilishe au wafanyeje? Yesu alimwambia Simeoni, shetani amewataka awapepete kama vile ngano, lakini nimekuombea imani yako isifanye nini? Isitindike. Sio kwamba nimeomba ili usipepetwe. Unapopepetwa mimi ninachoombea, ndio Yesu anamwambia Simeoni, imani isitindike.
Sasa kama unamaanisha tuombe pamoja ili maamuzi yako yasichepuke upande wa sheria ya Bwana, uko sahihi. Lakini ukiniambia niombe ili wabadilishe mtihani siku ya kufanya, ni nini sasa? Maana wasipobadilisha? Kwa hivyo ndivyo ilivyo pia na hapa. Aliyowaunganisha nani? Mwanadamu asi na mwanadamu. Mzazi ni mwanadamu, si mwanadamu? Ni mwanadamu, si ndio? Serikali ni mwanadamu, si mwanadamu? Naam. Mahakama ni mwanadamu, si mwanadamu? Mbona mnaanza kuzungumzia tumboni? Siwasikii. Mna uhakika ama mna uhakika? Wewe ukiona mtu amesema nimepata taraka yangu, alafu amepewa taraka na mwanadamu kwa sheria za nchi, Yesu anasema ikiwa hiyo ndoa aliunganisha Mungu, mwanadamu, mchungaji, shehe, askofu, mwanasheria, mkuu wa wilaya, mahakama za dunia wasitenganishe. Utakapokuwa nafika hatua hiyo utakuja kuelewa kwa nini mbingu zinazungumza hivyo. Lakini anasema kwa nini Mungu aliumba ndoa? Anasema hamkusoma hapo mwanzo Mungu alipoumba mwanamume na mwanamke? Kwa sababu hiyo Yesu anatueleza hivi, ndoa ipo kwa sababu za uumbaji.